Mwanasiasa Babu Owino ni mmoja wa Wakenya wenye ushawishi mkubwa zaidi hapa nchini Kenya, na hii hapa ndiyo historia yake ya kustaajabisha. Je, ni kweli Babu Owino alikuwa na baba mwenye asili ya Kihindi? Na je, kwa nini yeye na mama yake walilazimika kuuza chang'aa huko Kisumu miaka ya 90? Na ni kweli kuwa Babu Owino alikuwa ametumia mihadarati aina ya cocaine alipompiga risasi mtumbuizaji DJ Evolve mwaka wa 2020? Iwapo utaitazama video hii hadi mwisho wake, basi utaelewa ni nini haswa kilichofanyika kumfanya Babu Owino mtu tofauti sana na wanasiasa wengine wa Kijaluo hapa nchini Kenya. Babu Owino alizaliwa tarehe 10 Oktoba 1989 huko Kisumu na akalelewa katika mtaa wa mabanda wa Nyalenda huko Kondele jijini Kisumu pamoja na dada yake na kaka yake mkubwa. Yeye alikuwa kitinda mimba. Babu Owino alipozaliwa aliitwa Paul Ngili Owino, lakini mara nyingi akawa anajulikana tu kama Babu Owino. Asili ya baba yake Babu Owino haijulikani, na madai kuwa baba yake alikuwa Mhindi yamesalia tu kwa fununu za mitandaoni. Hata hivyo, baba yake Babu Owino aliaga dunia wakati kijana huyo akiwa darasa la 3, na mama yake akasalia na jukumu nzito la kuwalea wanawe watatu peke yake, huku akiishi katika nyumba ya kupanga. Alipoanza elimu yake ya msingi, Babu Owino alikuwa mwanafunzi gwiji ambaye hakuwahi kukosa katika orodha ya wanafunzi 3 bora darasani. Alisomea shule ya msingi ya Central Primary School huko Kisumu, ambapo alionyesha dalili za uongozi kuanzia darasa la 3. Babu Owino aliteuliwa kiranja wa darasa hadi alipofika darasa la 6, na alipofika la 7 akachaguliwa kuwa naibu wa kiranja mkuu. Kufikia darasa la 8 akapewa cheo cha kiranja wa shule nzima, yani head boy. Baada ya kifo cha mumewe, mama yake Babu Owino alianza kuuza pombe haramu aina ya chang'aa kama njia ya kuwalisha wanawe hao. Huu ulikuwa wakati ambapo serikali ya Rais Daniel Moi iliweka marufuku kali dhidi ya chang'aa na pombe haramu zilizopikwa mitaani. Kwa kuwa mama yake alipika na kuuzia chang'aa katika nyumba yao waliokodisha huko Nyalenda, Babu Owino akajikuta anamsaidia mama yake huyo kuanzia umri mdogo sana. Kuhakikisha watoto hao wangekula na waende shule asubuhi, mama huyo akawa anavumilia changamoto na mapigo kibao katika upishi wake wa chang'aa. Mara nyingi katika wiki, maafisa wa polisi wangeivamia nyumba yao na kumpiga mama yake pamoja na walevi waliomnunulia chang'aa yake, huku babu na ndugu zake wakiangalia. Kila walipopigwa, Babu Owino anasimulia kuwa wangejikunja pamoja kama familia na kulia kwa makali ya umaskini wao. Mateso haya yakaendelea bila kusita katika utoto wa Babu Owino, lakini mama yake akawa hana lingine, kwani uuzaji wa chang'aa ndio njia pekee walioweza kujimudu kama familia isiyokuwa na baba. Licha ya mapigo ya serikali, mama huyo alifaulu kuwalea wanawe hao peke yake hadi wakawa watu wazima. Hata hivyo, baada ya muda, mapigo ya mara kwa mara na manyanyaso ya wanapolisi yakaanza kuathiri afya ya mama yake Babu Owino. Hatimaye mama huyo alianza kuugua presha ya damu, na wanawe wakawa wanambeba hadi hospitalini Russia huko Kisumu kwa kutumia baiskeli za usiku. Kwa matatizo ya nyumbani, Babu Owino alianza kukomaa mapema na hata kubeba majukumu ya mtu mzima pamoja na ndugu zake wakati bado angali mchanga. Alipomaliza elimu yake ya msingi, Babu Owino akakalia mtihani wake wa KCPE, huku bado familia yake ikiwa inauza chang'aa kujikimu huko Nyalenda. Siku ambao mtihani wake wa KCPE ulitangazwa, mama yake Babu Owino alilazimika kuendea matokeo yake huko shuleni Kisumu Central Primary School, kwani kijana babu mwenyewe alikuwa amekata tamaa akijua hangepata karo ya kwenda sekondari. Basi mama yake alipoenda kuchukua matokeo yake ya KCPE, Babu Owino alikuwa amefanya vyema zaidi na hata akaalikwa kujiunga na shule ya upili ya Kisumu High School. Hatimaye mama yake aliwaita babu na ndugu zake wawili kwa mkutano na kuwataka wakubaliane ni yupi baina yao angepewa nafasi kuendeleza elimu yake kwa gharama ya wenzake. Basi kakubaliwa kuwa kwa uwezo mdogo wa familia yao, Babu Owino kitinda mimba angeelimishwa, huku dada yake na kakake mkubwa wakiachia masomo yao hapo. Baadaye Babu Owino aliapa kuwa angesomea shahada kadhaa za vyuo vikuu kuwakilisha ndugu zake waliomwachia nafasi zao za masomo. Licha ya makubaliano, barua ya mwaliko wa kwenda sekondari kufika, Babu Owino alikataa kuenda shule, akisema haingewezekana yeye kusomeshwa katika hali yao ngumu ya kiuchumi. Wakati kijana Babu Owino alikataa kabisa kujiunga na Kisumu Boys, mamake alilazimika kutafuta chifu wa kijiji akimtaka mshauri kijana huyo kuhusu umuhimu wa elimu.
Chifu huyo alipomkalisha kitako Babu Owino, kijana akamwambia mzee huyo waziwazi iwapo angelipa karo yake kwanza basi angeenda shule, lakini chifu huyo akamhakikishia kuwa hilo alingekuwa tatizo. Wakati huo kilichomkatisha tamaa zaidi Babu Owino ilikuwa karo ya shilingi 15,000 iliyohitajika ili aingie sekondari Kisumu Boys. Hata hivyo chifu huyo akafaulu kumshawishi babu aende shule na pamoja wakapanga mchango wa harambee kutafuta pesa hizo. Katika mchango huo wa kusomesha Babu Owino, mgeni wa heshima aliyealikwa alitoa kitita cha shilingi 200 na kwa jumla wakachangisha shilingi 900 katika harambee nzima. Siku ambayo Babu Owino alijiunga na shule ya upili ya Kisumu High School, alikuwa hajabeba sanduku kama wanafunzi wenzake, kwani hakuwa na pesa za kununua vitu vingi alivyohitaji. Alichokuwa nacho tu ni koti lake la shule aina ya blazer ambalo alinunua kwa shilingi 150 kabla ya kufika shuleni. Huko Kisumu Boys, mwalimu mkuu akamjua Babu Owino kama mwanafunzi gwiji kutoka kwa familia ya kimaskini. Kwa sababu hii, wakati wenzake wakifukuzwa kuendea nyumbani karo, Babu Owino aliruhusiwa na mwalimu mkuu kusalia darasani hadi pale karo yake ingepatikana na kulipwa. Huko shuleni Kisumu High School kulikuwepo aina mbili za wanafunzi, wale wa kulala kwa mabweni na wale wa kuto waliorudi makwao jioni. Babu Owino na familia yake hawangeweza kulipia karo ili awe analala kwa mabweni ya shule. Kwa sababu hii, kila baada ya shule wakati wanafunzi wa rika lake wakienda kucheza, Babu Owino angefululiza moja kwa moja hadi nyumbani Nyalenda, ambapo angesaidia mamake na ndugu zake na biashara ya kupika na kuuzia walevi chang'aa. Chang'aa aliyouza mamake ilikuwa ya bei za chini, kwani chupa nzima ya nusu lita ingeuzwa kwa shilingi 300 peke yake. Aghalabu maafisa wa polisi wangewavamia na kuchukua pesa zote walizouza siku hiyo. Hata hivyo, wanne hao walifaulu kuuza chang'aa hii kila siku na wakakimu mahitaji yao, ikiwemo kulipa kodi yao ya shilingi 800. Licha ya matatizo haya yote, nyota ya Babu Owino kielimu ikazidi kung'aa kila uchao. Katika wakati wake wote kama mwanafunzi wa Kisumu High School, aliishia kuibuka mmoja wa wanafunzi 3 bora darasani. Kufikia kidato cha 3 na cha 4, Babu Owino angepewa nafasi kuwafundisha wanafunzi wenzake hisabati na sayansi ngumu darasani. Upande wa uongozi, Babu Owino alikuwa kiranja kuanzia kidato cha kwanza, na kile tu kilichomzuia kuwa kiranja mkuu wa shule ni kuwa yeye hakulala shuleni kama ilivyohitajika kwa viranja wakuu. Alipokaribia kumaliza elimu yake ya sekondari, Babu Owino alikuwa bado anaogelea katika umaskini aliozaliwa nao. Hali yake ilikuwa ngumu kiasi kwamba alipokuwa anaendelea kufanya mtihani wake wa mwisho wa KCSE, kijana huyo bado alikuwa anarudi nyumbani kupika chang'aa na ndugu yake usiku. Kwa upande mwingine, mama yake mzazi alikuwa ameugua zaidi na kulazwa hospitalini katika hali mahututi. Ilikuwa imesalia siku moja tu ya mtihani wake wa KCSE kumalizika, na siku iliyofuata angeukalia mtihani wa mwisho wa kumalizia wa biolojia huko Kisumu High School. Siku hiyo, maafisa wa polisi walimfumania Babu Owino akipika chang'aa kwa nyumba yao na bila kusita wakamkamata. Alipojaribu kujitetea kwa kuwaeleza kuwa alikuwa na mtihani wa KCSE siku iliyofuata, polisi hao hawakutaka kumsikia na wakambeba hivyo hivyo hadi kituo cha polisi cha Central. Baadaye kama mbunge, Babu Owino angesimulia jinsi mmoja wa polisi waliopiga mamake wakati wakiuza chang'aa alikuja tena kumuomba msaidie mwanawe kulipia karo kupitia basari. Usiku huo, wakati wanafunzi wenzake wakijiandaa kwa mtihani wa kesho, Babu Owino akalala sakafuni kwenye seli ya kituo cha polisi cha Central kwa hatia ya kuuza pombe haramu. Ilipofika asubuhi siku ya mtihani, Babu Owino akagundua kuwa angekosa mtihani huo na mara moja akapanga njama ya kutoka kuokoa maisha yake. Alianza kupiga nduru na kuugonga mlango wa seli hiyo hadi afisa msimamizi wa kituo hicho akakuja kuona shida yake. Mwanapolisi huyo aliyekuja kuona kulikoni alikuwa OCS wa kituo hicho aliyeitwa Bwana Wanyama. Bila kusita, Babu Owino alimuelezea Wanyama kuwa alikuwa na mtihani wa KCSE aliyofaa kuufanya asubuhi hiyo. Mara moja OCS Wanyama akamtoa Babu na kumweka katika gari aina ya Land Cruiser na akatumana apelekwa moja kwa moja hadi shuleni Kisumu High School. Kwa kuwa hakuwa na muda wa kuenda Nyalenda kuvaa sare yake ya shule, Babu Owino akalazimika kuingia kufanya mtihani wake kama alivyotoka korokoroni. Baada ya mtihani huo, Babu Owino akurudishwa tena kwa seli ya polisi, lakini aliporudi kwao akaendelea kupika na kuuza chang'aa kinyume na sheria. Siku ya matokeo ya KCSE ilipofika, Babu Owino alikuwa anasubiria kwa hamu na gamu huko geto lake la Nyalenda. Siku hiyo kijana Babu alikuwa na matumaini makubwa na hata akanunua gazeti kuona kama jina lake lingeorodheshwa. Sio ajabu kwamba alipokosa jina lake kwenye orodha ya wanafunzi 100 bora zaidi nchini, alihisi kukasirika.
Siku hiyo Babu anakumbuka kulikuwa na manyunyu ya mvua na alikuwa ameandamana na rafiki yake aliyeitwa Tom Mboya ambaye pia alikuwa amekalia mtihani huo, ila katika shule tofauti inayojulikana kama Agoro Sare. Rafiki yake Tom kutoka Agoro Sare alipata alama ya A kwa alama 84, lakini Babu Owino alipoenda kuangalia yake akaona ameambulia alama 72 kwa 84, licha ya kuwa wakati mwingine Babu Owino ndiye angemfunza Tom hisabati wakati wa likizo. Kuongeza chumvi kwa kidonda, hata mwanafunzi mwingine wa kike ambaye Babu Owino alikuwa anamfunza hisabati alimpiku Babu na akapata alama ya A kwa maksi 84. Leo hii dada huyo ni daktari anayeitwa Sheila Okumu. Matokeo haya yalimfanya Babu Owino alengwe na machozi, huku akijiuliza maswali mengi kuhusu uwezo wake wa kielimu. Matokeo haya ya KCSE yalikuwa kinyume kabisa na matarajio yake, kwani Babu Owino alikuwa wakati wote anatokea mmoja wa wanafunzi 3 bora katika darasa nzima la wanafunzi 300. Weledi wake ulikuwa kiasi kwamba wakati akikalia mtihani wa hisabati karatasi ya pili wa KCSE, Babu Owino aliwahi kuwa mwanafunzi wa pekee kupata dosari iliyokuwa katika mtihani huo na kumuita mwalimu arekebishe. Alipoinua mkono na kumwambia msimamizi, kwanza walimu hao walimpinga, lakini muda mfupi baadaye ikabainika kuwa mwanafunzi huyo alikuwa sawa. Basi kwa kuwa hakufaulu kupata alama 80 kama wenzake wawili, kijana huyo akapata barua ya mwaliko akasomea sayansi ya kompyuta ama computer science katika chuo kikuu cha Egerton huko Nakuru. Iwapo Babu Owino angefuata mwito wa kuenda chuo kikuu cha Egerton, huenda maisha yake angechukua mkondo tofauti sana na hata simulizi hili likakosa kusimuliwa kamwe. Hata hivyo, mkondo huo ulibadilishwa na mlevi aliyekuwa jirani yake huko Nyalenda. Ilikuwa hivi, jirani huyo aliitwa Jamkono na angekuja kulewa kwa nyumba ya mama Babu Owino usiku kucha. Wakati Babu Owino akiwa shule ya upili, kijana huyo angeuza chang'aa hadi usiku wa saa 8, kwani sheria ya biashara ilikuwa hangeweza kuwafukuza walevi wake wa chang'aa kabla hawajalewa na kuondoka kwa hiari yao. Basi ikawa kila baada ya kuuza kileo usiku wa manane, Jamkono angekaa na kijana huyo na kuchapa gumzo naye, huku amebugia sana chang'aa iliyopikwa hapo. Kwa kuwa kijana Babu yeye hakunywa chang'aa wakati wowote, basi angesikiliza ushauri huu akisoma na baadaye akajiandaa kulala kwa siku iliyofuata. Basi barua yake kwenda chuo kikuu cha Egerton ilipowasili, Jamkono hakukosa kitu cha kumwambia Babu Owino. Kwa njia ya utani, alimshauri kuwa iwapo angeenda kusomea Egerton University, basi angekosa kazi na angerudi Nyalenda na aanze kuwatibu kuku wa nyumbani. Hili lilitokana na kuwa chuo hicho kimejulikana sana kwa masomo yake ya kilimo na ufugaji. Kwa kuwa kijana aliyekosa baba, maneno ya Jamkono yakawa yenye ushawishi kwa Babu Owino, ambaye alikaa na kufikiria iwapo kweli alitaka kusomea sayansi ya kompyuta huko Egerton University. Basi hatimaye kijana Babu Owino akaamua hataki kuwa daktari wa mifugo na akakataa kuenda chuo kikuu alichoalikwa licha ya kuwa na alama bora za KCSE. Uamuzi aliyoufanya walitokana na hasira ya kuona juhudi zake nyingi hazikuzaa matunda kiasi alichotaka na mori unaotokana na kijana kulelewa bila baba katika umaskini. Alipomwambia mamake mzazi kuhusu uamuzi wake kugomea computer science, mamake alizidiwa na hisia, lakini Babu Owino akamshawishi ampe baraka zake aende jijini Nairobi kutafuta kazi. Alipotoka nyumbani kwao wakati huo kama kijana mdogo, Babu Owino anasema aliahidi mamake kuwa kama hangerudi nyumbani akibebwa na jeneza, basi angerudi akiendesha gari lake. Babu alikuwa na binamu yake aliyeitwa John Omondi kwa jina la utani kama Omosh, ambaye aliishi jijini Nairobi. Alimpigia simu John Omosh akimtaka mwalike kwake Nairobi waishi na kutafuta maisha pamoja. John Omosh akashangaa kwa nini Babu hakutaka kuenda chuo kikuu, lakini kijana huyo akakwamilia uamuzi wake. Basi Babu Owino alipopanda basi kutoka Kisumu, alisafiri moja kwa moja hadi Nairobi, ambapo alimkuta Omosh yupo tayari kumpokelea. Kutoka mjini wakapanda mabasi ya kuelekea eneo la Kabiria Satellite huko Riruta, ambapo Omosh aliishi katika chumba kidogo cha kupanga. John Omosh alifanya vibarua vya mara kwa mara kama mlinzi wa usiku na wala hakuwa na kazi yoyote ya kudumu. Chumba ambacho sasa aliishi pamoja na Babu Owino kiligharimu kodi ya 1500 kila mwezi. Huu ulikuwa mwaka wa 2007. Siku moja Babu Owino akiwa tu katika chumba chao kidogo huko Kabiria Satellite, Omosh akaingia huku amebeba mkononi gazeti la siku hiyo. Omosh alipokuwa anasoma gazeti hilo pamoja na Babu, wakaona nafasi ya ufadhili wa scholarship uliopeanwa katika shule ya Millennium Academy hapa Nairobi. Hii ilikuwa shule ya kifahari ambapo wanafunzi wa matajiri walifundishwa elimu ya mfumo wa Uingereza ama Cambridge system, ambao ni tofauti na mfumo wa hapa Kenya uliotolewa wakati huo wa 844.
Omosh akamshauri Babu Owino atume ombi lake huko, kwani hakuna chochote ambacho kijana huyo alikuwa anafanya katika nyumba kila siku. Alipotuma ombi lake, kwa bahati nzuri kijana huyo akakubaliwa na akapewa ufadhili kujiunga na shule hiyo kusomea elimu ya juu ya Form 5 na Form 6 chini ya mfumo wa A-levels wa Cambridge System. Huko Millennium Academy, Babu Owino akawa anafanya vyema zaidi na hata akachaguliwa kiranja mkuu wa shule hiyo kwa mihula miwili. Huko Millennium, Babu Owino alipata viwango vya elimu ambavyo wanafunzi wengi wa Kenya hawapati hata kwa vyuo vikuu vya umma, na kufikia mwisho wa miaka yake miwili ya A-levels Cambridge System akawa mwenye msingi thabiti wa kielimu, akilinganishwa hata na rafiki zake kama Tom aliyepata alama ya A katika KCSE. Kabla ya kuhitimu kutoka Millennium Academy kidato cha 6, Babu Owino alikuwa na stashahada 6 za diploma katika taaluma mbalimbali alizopata katika shule hiyo hiyo. Alipofanya mtihani wa kimataifa katika shule hiyo uliokaliwa na wanafunzi kote duniani waliofanya mfumo wa Cambridge, Babu Owino akaibuka mwanafunzi wa pili kwa hisabati kote duniani kwa alama 97. Kwa matokeo hayo, Babu alipokea nafasi nyingine ya scholarship kusomea sayansi ya hisabati ya Actuarial Science huko Uingereza katika chuo kikuu cha Southampton University. Kilichomzuia kujiunga na chuo hicho ni kuwa ufadhili wake ulimpa tu 70% ya pesa alizohitaji, na 30% aliyofaa kujilipia mwenyewe ilikuwa zaidi ya milioni 2 pesa za Kenya. Aliposhindwa kuenda Uingereza, mwalimu wake wa Millennium Academy akamshauri Babu Owino aingie kusomea Actuarial Science katika chuo kikuu cha Nairobi. Wakati akisomea Millennium Academy, Babu alikuwa amehama Kabiria alikoishi na Omosh, na akawa anaishi na familia moja ya kitajiri jijini Nairobi. Kwa jinsi alivyozoea kupewa zawadi nyingi kwa kupita mitihani na kuwashinda wenzake darasani, Babu Owino aliulizwa na mzazi mmoja wa kitajiri amsaidie mwanawe kwa hisabati. Isitoshe, mzazi huyo alipojua hali ya maisha ya kijana huyo, alimwalika aje kuishi naye kwake wakati akiendelea kusomea Millennium Academy. Kwa kukaa na familia hii, Babu Owino akawa anapata mahitaji yote ya shuleni hadi alipomaliza kidato cha 6. Babu alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kusomea shahada ya Actuarial Science mwaka wa 2008. Kwa kuwa alipoteza nafasi yake ya ufadhili wa serikali alipokataa kwenda Egerton University awali, basi akawa anaenda chuo kikuu cha University of Nairobi kupitia mpango wa bei ghali ya kujilipia almaarufu wakati huo kama Module 2 program, ambayo leo hii inajulikana kama Parallel program. Maisha ya Babu Owino katika chuo kikuu cha Nairobi yalikuwa yenye mafanikio ya kila aina, iwe ni kielimu, kwa uongozi na hata kifedha. Kwanza, kwa kuwa alikuwa na wafadhili wenye pesa aliyowapata kutoka wakati akiwa shule ya Millennium Academy. Babu alipoingia mwaka wa kwanza kusomea Actuarial Science, ambayo ni sayansi ngumu zaidi ya hisabati, alikuwa mwenye pesa nyingi za matumizi ya kila siku kushinda wengine aliyosoma nao. Tangu enzi hizo, wanafunzi wanaojiunga na chuo hicho cha kifahari cha Nairobi University kupitia mwaliko mbadala wa Parallel ama Module 2 huwa wanatozwa fedha nyingi zaidi ya wenzao wanaolipiwa kiasi kikubwa na serikali kupitia mpango wa KUCCPS, Kenya Universities and Colleges Placement Service KUCCPS. Kuanzia alipoingia chuo kikuu, mfuko wa Babu Owino haukurudi kukosa kama alivyokosa alipoishi huko Kabiria na John Omosh. Wakati huo huo, nyota yake kama kiongozi pia ilizidi kung'aa katika kumbi na jukwaa za wasomi huko UON. Alipoingia tawi la University of Nairobi la Lower Kabete mwaka wa 2008, Babu Owino alikuwa tayari na tajriba ya uongozi kutoka shule ya Kisumu High School na Millennium Academy, na hakupoteza muda akajitafutia nafasi kama mmoja wa viongozi wa chini katika uongozi wa wanafunzi wa chuo hicho. Alipofika mwaka wake wa pili UON, Babu Owino aliamua kuwania kiti cha uongozi wa muungano wa wanafunzi wa sayansi, Organization of University of Nairobi Science Students. Licha ya kuweka bidii kupiga kampeni, Babu akakosa kiti hiki, lakini hili alikumkata tamaa hata kidogo. Baada ya kupoteza kiti hicho, aliamua kuendea nafasi kubwa zaidi, na mwaka uliofuata wa 2010 akawania nafasi ya SONU Module 2 Chairmanship, yaani mwenyekiti wa tawi la muungano wa SONU ambalo ni la wanafunzi wa kujilipia. Wakati huu kampeni zake zilifua dafu, na baada ya uchaguzi, Babu Owino akawa mwenyekiti mpya wa wanafunzi wa Module 2 katika matawi yote ya University of Nairobi. Nafasi hii ilikuwa muhimu katika safari ya Babu Owino kisiasa, hasa kwa sababu wanafunzi wa Module 2 walikuwa wengi na idadi yao ingekuja kumjenga vikubwa katika hatua inayofuata. Katika hatamu yake kama mwenyekiti wa wanafunzi wa Module 2, Babu akajijengea jina kwa kutetea kundi lake kwa sauti ya juu na kwa lugha iliyovutia, na umaarufu wake baina ya wanafunzi kote UON ukanawiri maradufu.
Kwa kufikia hapa, maisha yake yakawa yanachukua mkondo wa juu na ikaonekana amefikia kurudi kwa mama yake ndani ya gari lake, wala sio kama maiti kwa jeneza. Kufikia mwaka wa 2010, waliomjua Babu Owino wakawa wanamtaja kama kijana mweupe mwenye kimo kidogo, lakini mseme aliyebobea na mtu wa watu. Mwaka huo wa 2010, mambo mengi yalifanyika nchini Kenya, na moja ilikuwa mageuzi katika katiba ya kitaifa na ile ya uongozi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha UON, Student Organization of Nairobi University SONU. Katiba hii ikatoa kikwazo cha awali ambacho kilizuia wanafunzi wa Module 2 ama parallel kama Babu Owino kuwania uongozi wa juu zaidi, yaani kuwa mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wote UON SONU. Bila kupoteza muda, Babu Owino aliamua kutafuta nafasi ya SONU chairmanship katika uchaguzi wa mwaka uliofuata wa 2011. Kuchaguliwa kuwa kiongozi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi sio jambo dogo, na wengi walioshikilia nafasi hizo kuanzia zamani huishia kufaulu katika siasa za kitaifa. Alipojitosa debeni kutafuta mwenyekiti wa SONU, Babu Owino alijikuta anapambana na David Osiani ambaye alikuwa mwenyekiti wa SONU wakati huo na aliyeishia kuteuliwa kama katibu mwandamizi ama CAS kwa serikali ya kwanza ya Rais William Ruto. Katika kampeni hizi, Babu Owino alitembelea matawi yote ya chuo hicho cha wanafunzi wanaozidi 80,000 na akawa anauza sera yake kali ya kutetea maslahi ya wanafunzi wote. Kampeni za mwenyekiti wa SONU hata wakati huo ziligharimu kiasi kikubwa cha pesa, lakini kwa Babu Owino hilo halikuwa tatizo kabisa. Umahiri wake kama kiongozi chipukizi wa wanafunzi na msemi wa umma mwenye kipawa vilimsaidia kujenga urafiki na wanasiasa wenye pesa, haswa katika mrengo wa upinzani wake Raila Odinga. Kwa ushahidi wa David Osiani mwenyewe, uwezo wa Babu Owino katika kampeni za SONU za 2011 ulipiku ule wa washindani wake wote. Wengi wa wanafunzi wa Module 2 aliowatetea awali wakaongoza wingu la mageuzi, na Babu Owino akachaguliwa rasmi kuwa mwenyekiti wa SONU. Ujio wa Babu Owino kama kiongozi wa wanafunzi wa Nairobi University ulileta mwamko mpya na tofauti ndani ya chuo hicho, na hata usimamizi wa UON ukahisi joto la kijana huyo. Kabla na baada ya kuchaguliwa mwenyekiti, kauli mbiu ya Comrade Babu Owino ilikuwa ya kusema the student is always right, daima mwanafunzi hakosei. Hii ikiwa kusema kwamba katika mzozo wowote kati ya wanafunzi wa UON na usimamizi wa shule hiyo ama hata serikali, basi mwanafunzi wakati wote ndiye mkweli na mwenye haki. Katika mikutano yake alipohutubia hadhira kubwa za wanafunzi, Babu Owino alipendelea msamiati na mantiki nzito za lugha ya Kiingereza, huku akitumia matamshi na kauli za salamu zilizoangua vicheko na nderemo. Misemo kama tibim na tialala ambayo ingeishia kutumiwa na wanasiasa wakubwa nchini ilianzishwa na Babu Owino. Ilipofika 2012, Babu alimaliza elimu yake ya hisabati ngumu ya actuarial science na akahitimu kwa alama za juu zaidi za first class honors. Wakati huo alikuwa baina ya wanafunzi wachache sana waliohitimu kwa first class katika darasa hilo la actuarial. Sayansi ya actuarial science ni somo linalovutia wanafunzi wenye uwezo mkubwa zaidi wa hisabati na tarakimu, huku kazi za wanaohitimu zikilipa mishahara mikubwa kutoka mwanzo. Kwa kumaliza kozi yake, kiongozi huyo chipukizi alilazimika kuachilia uongozi wa muungano wa SONU, na aliyeshinda nafasi hii mwaka huo aliitwa DMK Kiogora. Zack Kinuthia ambaye pia angeishia kuingia serikalini chini ya hatamu ya Rais Uhuru Kenyatta angeshinda kiti hicho mwaka uliofuata wa 2013 kabla ya Babu Owino kurudi kwa njia ya kiajabu. Wakati aliondoka ofisini na darasani Nairobi University mwaka wa 2012, Babu Owino alikuwa bado kijana mdogo wa miaka 23, lakini umaarufu wake ulikuwa tayari umevuka mipaka ya chuo kikuu, na akawa anayehojiwa na wanahabari na kuonekana ameandamana na watu maarufu zaidi nchini. Basi ni umaarufu huu ambao ulimpa nafasi na kifua cha kugombea ubunge wa eneo bunge la Westlands kwa tiketi ya chama cha ODM. Licha ya kampeni kali zilizompa umaarufu zaidi baina ya wafuasi wa ODM na Raila Odinga, Babu Owino alibwagwa na Timothy Wanyonyi kuwa mbunge wa Westlands. Kufikia hapa, Babu alikuwa tayari ameanza safari yake ya ndoa na mpenzi wake wa chuo kikuu anaitwa Frida Muthoni, msichana msomi na mcha Mungu ambaye Babu Owino alimpata wakati bado akisoma UON mwaka wa 2010. Kufikia 2024, wawili hao ni wazazi wa watoto wawili wa kike. Alipokosa kujishindia ubunge, Babu Owino aliamua kusomea sheria, na mwaka huo wa 2013 akarudi UON kusomea shahada ya Bachelor of Law katika tawi la UON la Parklands. Baada ya Babu Owino kurudi darasani University of Nairobi kuanzia upya kusomea wanasheria, wengi walitarajia kuwa angejaribu tena kurudi kuwa mwenyekiti wa SONU. Hivyo katika uchaguzi wa SONU uliofanyika mwezi Aprili 2014, Babu Owino akarudishwa kuwa mwenyekiti.
alisema katika kampeni zake mwaka huo kuwa wakati akiwa mwenyekiti mara ya kwanza, wanafunzi aliowaita comrades walikula kuku, lakini baada yake kuondoka kwa muda mfupi tu wakawa wanalishwa chakula cha kuku. Hii akasema ndio ilimpa sababu ya kurudi shule ili mradi awaokoe wanafunzi hao. Chini ya Babu Owino, muungano wa wanafunzi wa SONU ukawa wenye nguvu zaidi na migomo ya wanafunzi ikawa mikali zaidi, huku sura ya Babu Owino ikigeuka kuwa sura ya wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya. Licha ya shughuli zake za kisiasa, Babu aliendelea kung'aa kielimu, kwani aliishia kumaliza kusomea sheria na akapata shahada 2 zaidi za masters katika sheria na hisabati. Ilipofikia uchaguzi wa SONU mwaka wa 2015, Babu Owino akawania tena uongozi wa wanafunzi licha ya baadhi ya wapinzani wake kulalamikia hatua hii. Alipoulizwa kuhusu uamuzi huo, Babu alisema yeye ni sawa na Rais Paul Kagame wa Rwanda na kwamba ilikuwa lazima yeye kupata awamu 5 za kuongoza SONU kabla hajaingilia siasa za kitaifa. Katika kampeni zake za mwaka huo, picha na ripoti zikavujishwa mitandaoni zikionyesha kuwa Babu Owino alitumia kima cha shilingi milioni 15.5 pesa za Kenya katika kampeni hiyo. Wakati rais wa Marekani wakati huo Barack Obama alizuru Kenya mwaka wa 2015, Babu Owino alihakikisha sauti yake imesikika katika hafla hii. Kwa kuwa chuo kikuu cha Nairobi kilikosa katika orodha ya vyuo ambapo Obama angezuru alipokuwa Nairobi, Babu Owino aliandika barua ya hasira ya kulalamikia hatua hii. Katika barua yake hii iliyozua gumzo kote nchini, Babu Owino aliandikia balozi wa Marekani hapa Kenya akimwamrisha ahakikishe kuwa Obama angepitia chuoni UON, huku akisema kuwa mamlaka ya kutoa amri hiyo alipewa na wanafunzi wasomi 84,000 waliosomea chuo hicho na ambao yeye aliwaongoza. Kwa kumalizia barua, Babu anamkumbusha balozi huyo kuwa awali Obama alipozuru Kenya kama seneta wa Kimarekani mwaka wa 2006, alikuwa amefika chuoni kikuu cha Nairobi na kutoa hotuba ya kusisimua kwa wanafunzi. Zaidi, barua hii ilidai kuwa wanafunzi 18 wa UON walikuwa wametishia kujitoa uhai iwapo Obama hangekuja kuwahutubia katika chuo hicho. Barua hii ya Babu Owino iliibua hisia mseto katika mitandao ya kijamii kote nchini Kenya, na hata Rais Uhuru Kenyatta akalazimika kupuuza hadharani matamshi ya barua hii. Mwaka wa 2016 ulikuwa mwaka wa mwisho ambao Babu Owino aligombea na kushinda uongozi wa juu wa SONU. Kufikia hapa, Babu alikuwa amepata umaarufu mkubwa ndani ya chuo kikuu cha Nairobi, lakini kwa namna sawa wapinzani wake wakawa pia wameongezeka zaidi. Waliopinga uongozi wake walimtaja kuwa sawa na dikteta wa Zimbabwe Robert Mugabe aliyekatalia mamlakani miaka mingi. Zaidi walimnyoshea kidole wakisema Babu alifaa jiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho kwani tayari alikuwa amehudumu vya kutosha. Baada ya kampeni kali ambapo kiongozi huyo alitumia mamilioni ya pesa kujipigia upeto, wanafunzi wa matawi 11 ya UON wakapiga kura Ijumaa ya tarehe 1 Aprili 2016. Baada ya siku ya uchaguzi iliyojaa fujo na madai ya wizi wa kura, tume maalum ya uchaguzi iliyoteuliwa na muungano wa SONU ikamtawaza Babu Owino kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Asubuhi iliyofuata ya Jumamosi tarehe 2 Aprili, Wakenya waliamkia rabsha jijini Nairobi. Wapinzani wa Babu Owino ndani ya UON waliwaongoza wafuasi wao kugoma na kufunga barabara ya jijini ya University Way wakipinga uongozi wa Babu Owino. Katika viwambo vya runinga, picha mubashara zikaonyesha mamia ya vijana wamefunga barabara huku wakiimba kauli za Babu must go. Waandamanaji hao hawakutawala kwa muda mrefu na ghafla polisi wenye vitoza machozi vya tear gas wakafika kuwatawanya. Rabsha iliyofuata iliendelea hadi jioni hiyo, na kufikia saa 10 wanafunzi 30 walikuwa wamekamatwa kuhusiana na maandamano haya. Hili lilipelekea wenzao kukita kambi nje ya kituo kikuu cha polisi cha Central Police Station Nairobi, wakidai waandamanaji hao waachiliwe mara moja. Hatimaye polisi waliwaachilia wanafunzi hao na umati huo ukaondoka kurudi shuleni. Siku iliyofuata ilikuwa Jumapili na hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyetokea kuandamana kupinga matokeo ya kura ya Ijumaa, lakini hii ilikuwa tu lele iliyoashiria mwanzo wa ngoma ambayo ingefuata ilipofika Jumatatu. Wakati wote huo, Babu Owino ambaye sasa ni mtu maarufu mwenye utajiri mkubwa alikuwa hajajitokeza kutoa msimamo wake ama hata kusherehekea ushindi wake. Kufikia hapa, Babu alikuwa anaendesha gari aina ya Prado V8 ambalo alinunua kwa gharama ya shilingi milioni 7 mwaka wa 2015. Licha ya utajiri wake na maisha ya anasa aliyoishi, Babu Owino alikiri kulipwa shilingi 6,000 tu kila mwezi kama mshahara wake wa mwenyekiti wa muungano wa SONU. Alipoulizwa chanzo cha utajiri wake licha ya mshahara wake huo mdogo, kiongozi huyo alisema yeye ni mwanabiashara mkubwa, lakini akakisia kutaja biashara alizohusika nazo nje ya siasa ya chuo kikuu. Baada ya utulivu wa Jumapili, asubuhi ya Jumatatu tarehe 4 Aprili 2016, wanafunzi walirudi barabarani kuimba Babu must go.
Kufikia dhuhuri, runinga zote zikawa zinaonyesha polisi wakipambana na kundi kubwa la wanafunzi hao ambao walisisitiza kuwa Babu Owino aliiba kura ya SONU iliyofanyika Ijumaa tarehe mosi. Kabla ya saa 8 mchana, ofisi ya viongozi wa SONU iliyoko katika tawi kuu la chuo kikuu cha Nairobi ikawashwa moto na kuchomwa. Wapinzani wakuu wa Babu Owino walioendesha maandamano haya walikana kuhusika kuchoma nyumba hiyo, wakisema maafisa wa polisi wenyewe walichoma ofisi hiyo na kusingizia wanafunzi hao waandamanaji. Polisi nao walipoulizwa walikana, wakiwanyoshea kidole wanafunzi wenyewe. Zaidi, maafisa wa polisi wakalaumiwa kwa kutumia nguvu dhidi ya wanafunzi siku hiyo, na hata tuhuma za wanafunzi wanawake kudhulumiwa na polisi zikaibuliwa. Siku iliyofuata ilikuwa Jumanne, na baraza kuu la chuo kikuu cha UON Senate likakutana kwa dharura. Wakihofia uhalifu zaidi wa mali ya shule, baraza hilo la University Senate likaamua kufunga chuo kizima kwa muda, na tangazo likatolewa baada ya mkutano likiwataka wanafunzi wote kuondoka chuoni kufikia saa 11 na wasalie makwao hadi tangazo la kurudi litolewe. Kuhakikisha wanafunzi wote walitii amri hii, idadi kubwa ya maafisa wa polisi ikawekwa ndani na nje ya matawi yote ya chuo hicho jijini Nairobi. Baada ya chuo kizima cha UON kufungwa, Babu Owino alifaulu kusalia ofisini kuhudumu awamu yake ya 4 kama mwenyekiti wa SONU. Wiki hiyo hiyo alitokea kwa mahojiano ya runinga na akasisitiza kuwa alishinda uchaguzi huo wa Aprili mosi kwa usawa, na eti alipata kura 18,000 huku mshindani wake wa karibu Mike Jacobs akiambulia kura 3,000 peke yake. Ilipofika Jumanne ya tarehe 3 mwezi Mei, chuo kikuu cha Nairobi kikafunguliwa tena, na wanafunzi waliporudi walikuta Babu Owino bado anakalia kiti cha mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wa SONU. Kwa upande mwingine, zaidi ya wanafunzi 130 waliachishwa elimu yao kwa muda kama adhabu ya kuhusika katika mgomo wa kutia moto ofisi ya SONU. Kati ya walioadhibiwa kwa kupewa barua hizo za suspension ni wapinzani wakuu wa Babu Owino katika uchaguzi wa tarehe mosi Aprili 2016. Baada ya matukio ya uchaguzi wa Aprili 2016, usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi ulianza kutafuta mbinu kuhakikisha Babu Owino na wengine kama yeye hawangeendelea kutawala siasa za muungano huo wa SONU. Basi pindi tu wanafunzi waliporejea masomo yao mwezi Mei mwaka huo 2016, wakuu wa chuo hicho wakaanza kuchora mswada wa sheria mpya ya vyuo vikuu almaarufu kama Universities Amendment Act 2016. Kufikia tarehe 23 Disemba mwaka huo, wiki moja tu kabla ya mwaka mpya 2017, Rais Uhuru Kenyatta akaweka sahihi na kupitisha sheria hiyo ambayo ilizuia viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu kushikilia zaidi ya awamu 2 za uongozi huo. Isitoshe, jina la muungano huo wa wanafunzi lingebadilishwa kutoka SONU, yani Student Organization of Nairobi University, na jina jipya likawa UNSA, kumaanisha University of Nairobi Students Association. Kubadilishwa kwa neno organization kuwa neno association kuliondoa nguvu na mamlaka mengi kutoka kwa muungano huo wa wanafunzi. Chini ya mfumo huu mpya, usimamizi wa chuo ungeweza kudhibiti umaarufu na mamlaka ya viongozi wa wanafunzi, na basi kuzima sauti zenye ushawishi mkubwa kama ile ya Babu Owino. Hata hivyo, mageuzi haya hayakuathiri mipango ya kiongozi huyo, kwani macho yake yalikuwa tayari yashatoka chuo kikuu na sasa yanaangalia bunge la kitaifa. Kwa mara nyingine, Babu Owino alipanga kujitosa debeni kutafuta ubunge wa eneo bunge la Embakasi Mashariki. Katika kampeni za kisiasa za 2017, Babu Owino aliibuka kuwa kipenzi cha wengi katika mikutano ya kisiasa ya ODM, ambapo aliwakejeli Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake, huku akiwarai vijana wampe Raila Odinga urais. Wakati mmoja katika kipindi hiki, Babu alikamatwa na polisi baada ya kutoa matamshi ya matusi dhidi ya rais huyo Uhuru Kenyatta. Ilipofika kura ya mchujo huko Embakasi Mashariki, Babu akapewa tiketi ya ODM na akajitosa debeni kutafuta ubunge huo. Kura ilipohesabiwa mwezi Agosti, Babu Owino alikuwa amechaguliwa kuwa mbunge wa Embakasi Mashariki, lakini washindani wake wakaelekea mahakamani kupinga. Kesi iliyowasilishwa kupinga ushindi wa Babu Owino ilipoisha, mahakama ikaamua kwamba ushindi wake ulikuwa halali. Alipoingia bungeni, Babu Owino akawa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa Rais Uhuru Kenyatta. Katika kisa kimoja cha mwezi Oktoba 2017, Babu Owino alipigana masumbwi na makonde na mbunge mwenzake Charles Njagua Kanyi almaarufu kama Jagua, wakati Jagua alipomuonya Babu dhidi ya kumtusi Rais Uhuru Kenyatta hadharani. Kuelekea mwisho wa mwaka huo wa 2017, Babu alikuwa mbunge mwenye muonekano wa kitaifa, lakini licha ya hatua zake hizo, mbunge huyo akaendelea kugonga vichwa vya habari kwa njia zote. Ikiwa tarehe 5 Disemba, Babu alijikuta kizimbani katika mahakama ya Kibra Law Courts, wakati huu akijibu mashtaka mapya tofauti na yale ya kuhusisha uzazi wa Rais Kenyatta na mnyama fulani wa nyumbani. Wakati huu, Babu Owino alikana mashtaka ya kumpiga Joshua Otiende, jamaa msaidizi wa kuegesha magari katika eneo moja jijini Nairobi.
Kukamatwa kwa Babu Owino kulitokana na video moja iliyovuja mitandaoni ambapo jamaa mwenye kimo na sura ya Babu Owino anaonekana akisaidiana na wenzake kumpiga Bwana Otiende. Video hiyo ikaibua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii, huku wengi wakimkemea Babu Owino kwa tendo hilo. Babu Owino aliishia kukana mashtaka dhidi yake. Upande wa pili wa kisa hiki ulionekana kuvutia hata zaidi, kwa kuwa wakati akikamatwa upande wa Rais Uhuru Kenyatta ulikuwa katika mzozo mkali na ule wa Raila Odinga baada ya kura ya marudio ya Oktoba 2017. Kukamatwa kwa Babu Owino kulionekana na wengi kwa upande wake kama hatua ya kisiasa. Wakati alipokamatwa tu, Babu mwenyewe aliwaandikia wafuasi wake kwenye ukurasa wa Facebook kuwa mashtaka yaliyompelekea kukamatwa ni kosa la kupiga mtu ama assault na lile la kupanga njama ya kupindua serikali. Hata hivyo, alipofikisha mahakamani hakuna shtaka la mapinduzi lililosomwa dhidi yake. Katika mijadala tofauti ya bunge, Babu Owino alipoingia tu akawa anachangia na kulumbana kwa weledi na tajriba kubwa, huku video fupi za hotuba zake bungeni zikisambaa baina ya Wakenya mitandaoni mara kwa mara. Tukio ambalo Babu Owino alishtakiwa kumpiga risasi shingoni Felix Orinda almaarufu kama DJ Evuv lilifanyika Ijumaa tarehe 17 mwaka wa 2020. Kama tulivyoona awali, Babu Owino ni mtu anayependa anasa na starehe. Katika mahojiano ya baadaye na mwanaburudani Andrew Kibe, Babu Owino angekiri kuwa aliwahi kutumia aina nyingi za miadarati ikiwemo cocaine, lakini akaja kuacha na kugeukia dini baada ya matukio tunayoenda kuyaona hapa mbele. Muda mfupi baada ya saa 6 usiku wa Ijumaa hiyo ya Januari 2020, Babu Owino anaingia na kundi la watu wake ikiwemo mlinzi wake wa binafsi Edwin Otieno kwenye klabu ya kitajiri ya B Club mtaani Kilimani, na akawa anaagiza vileo, kuvuta shisha na kucheza mziki usiku kucha kama alivyozoea. Huku vileo vikizidi kuletwa, Babu Owino angeagiza DJ amchezee muziki aliyopenda, na DJ anafanya hivyo kama alivyoambiwa bila tashwishi. Ingekuja kubainika kwamba mtumbuizaji wa usiku huo DJ Evuv, ambaye alikuwa anajuana na Babu Owino, alikuwa amezoea kuulizwa mchezee mbunge huyo nyimbo kila alipokuja hapo B Club. Kwa sababu hii wawili hao walikuwa na urafiki wa karibu, kwani wakati mwingine Babu Owino alipozuru klabu hiyo angeonekana ameenda kwa DJ Evuv kumsalimia. Baadaye katika kikao cha mahakamani ambacho angehudhuria kupitia mtandao wa Zoom akiwa bado amelazwa hospitalini, DJ Evuv angeiambia mahakama kuwa yeye na Babu Owino walikuwa marafiki tangu mwaka wa 2014 na kuwa hata usiku uliotangulia wa Alhamis yeye na Babu walikuwa pamoja hapo B Club Kilimani. Ilipofika saa 1 asubuhi, burudani likaisha na Babu Owino pamoja na watu wengine waliokuwa naye wakawa tayari kuondoka. Ni katika harakati hii ambapo Babu alianza kupiga gumzo na DJ Evuv, ambaye pia alikuwa anajiandaa kumaliza baada ya kucheza mziki usiku kucha. Mashahidi waliokuwepo waliambia polisi kuwa DJ Evuv aliingilia na kuchangia utani wa Babu Owino na wenzake kuhusu yupi kati yao alikuwa na bunduki kubwa zaidi. Ijapokuwa haikubainika wazi baadaye kama bunduki walizomaanisha zilikuwa silaha za kiukweli ama walimaanisha kitu tofauti, utani huu ulisemekana kuendelea kwa muda, huku Babu akionekana kuvuta moshi wa shisha wakati wote huu. Ghafla Babu Owino anaonekana katika kanda ya video ya CCTV akitoa bastola aina ya Steyr M9A1 na kumfiatulia DJ huyo mara 2 kwa shingo, kisha DJ anadondoka na kuanguka sakafuni. Katika video za kamera za CCTV ilivyoonekana na mamilioni ya Wakenya, watu wawili ambao walitajwa kuwa Babu na msaidizi wake wanaonekana wakimvuta sakafuni DJ huyo baada ya risasi kufyatuliwa. Baadaye ingebainika kwamba Babu Owino angempeleka DJ huyo hospitalini mwenyewe baada ya kumpiga risasi. Yote haya ni kulingana na ushahidi uliofikishwa mahakamani baadaye. Video zaidi ziliibuka Jumamosi hiyo zikionyesha DJ Evuv katika hali mahututi hospitalini huku akilemewa hata kuongea. Kauli za kumkemea Babu Owino zikawa zinamiminika kutoka kwa Wakenya waliopandwa na hasira, huku wengi wakitabiri kuwa kisa hiki kingemmaliza Babu Owino kisiasa kabisa. Mkurugenzi wa idara ya DCI wakati huo alikuwa George Kinoti, na katika taarifa yake aliamini kuwa Babu Owino alimpiga risasi Felix Orinda almaarufu DJ Evuv akinuia kumuua. Kuonyesha alichomaanisha, mashtaka yaliyotolewa dhidi ya Babu Owino yalikuwa mawili: jaribio la kutoa mtu uhai na matumizi mabaya ya silaha hatari hadharani. Hilo la jaribio la kuua lingebadilishwa na kuwa shtaka la mauaji iwapo DJ Evuv angeishia kufariki kutokana na majeraha yake ya risasi. Mtihani wa kumpiga risasi DJ Evuv ukawa mzito kwa Babu Owino, lakini mbunge huyo wa Embakasi Mashariki hakuwa tayari kuzama mapema kiasi hicho. Wakati kesi dhidi yake ikiendelea kupikwa na serikali, Babu Owino alikuwa busy anaomba msamaha kwa aliyemkosea, DJ Evuv na familia yake.
kwa kulipa bili kubwa za hospitalini zilizoishia kuwa mamilioni ya pesa na kukataa kukana hadharani kuwa alimpiga risasi rafiki yake huyo. Hata kama hakukubali makosa hayo mahakamani, Babu alijua jinsi ya kuponea jela bila kujimaliza kabisa kisiasa. Ghafla mbunge huyo akayazima kabisa makali ya ujana wake na akajitoa kama mtu mpya kwa wafuasi wake kote nchini. Ulevi na anasa za kila siku akaacha na akaanza kuhudhuria kanisa moja pamoja na mkewe Frida. Hatimaye kesi dhidi yake itakapofika upeo baadaye 2023, DJ Evolve angeitwa kama shahidi, sio wa mashtaka bali wa kumtetea Babu Owino. Subiri ujione. Wakati ugonjwa wa COVID-19 ulipelekea Wakenya kuzuiliwa nyumbani 2020, Babu Owino alipata nafasi yake ya kuokoa umaarufu wake. Katika mitandao yake ya kijamii, Babu alianza kuchapisha video ambazo zilionyesha yeye akitoa mafunzo kwa wanafunzi wa sekondari waliokuwa wanasubiria mitihani yao ya KCSE. Hili likafanya Babu Owino awe anazungumziwa kwa muonekano bora na Wakenya baada ya wiki nyingi za kumkemea kama muuaji. Kwa kufundisha hisabati, kemia na hata Kiingereza, Wakenya wengi wakaanza kusahau Babu Owino mhalifu na kukumbuka Babu Owino aliyewapa furaha kwa hotuba zake kama kiongozi wa wanafunzi wa Sono. Katika kampeni za uchaguzi wa 2022, Babu Owino akarudi debeni Embakasi Mashariki kutetea kiti chake cha ubunge, huku kesi yake ikiwa bado inaning'inia juu ya kichwa chake, lakini makali ya kesi hiyo yakiwa yamesahaulika kiasi kikubwa. Katika miaka 5 aliyochaguliwa mbunge, Babu Owino aliwaridhisha wengi kwa miradi yake mingi ya maendeleo huko Embakasi na jinsi alivyojua kuwatetea watu wake nje na ndani ya bunge. Kufikia hapa, kijana huyo wa Nyalenda alikuwa ameenda mbali zaidi ya pale alipoanza, na mikosi ya maisha inayowaangusha mara nyingi watoto wengi wa kimaskini ikaonekana kumkosa kabisa kijana huyo. Alipotawazwa mbunge kwa mara ya pili, Babu alikuwa anaelekea kuhitimu miaka 33, lakini tayari zilikuwepo fununu kuwa alitosha kuwania ugavana wa jiji kuu la Nairobi. Katika mahojiano aliyoyafanya baada ya uchaguzi, Babu Owino alionekana kama mtu aliyebadilika kabisa. Mavazi yake yalichukua mtindo tofauti, matamshi yake yalikosa matusi mazito ya kizungu aliyopendelea awali, na sasa hata alipendelea kutaja nukuu za Biblia mara kwa mara. Ilipofika mwezi Juni 2023, Felix Orinda aka DJ Evolve alitoa ushahidi mahakamani akisema kuwa yeye hakuwa na Babu Owino akimpiga risasi na wala hakumbuki kilichofanyika kuanzia alipopiga risasi alipokuwa ndani ya gari kuelekea hospitalini. Kando na DJ Evolve, mlinzi wa kibinafsi wake Babu Owino anayeitwa Edwin Otieno pia alitoa ushuhuda kuhusu kilichofanyika usiku huo. Katika ushuhuda wake, Edwin aliambia mahakama kuwa bastola ya Babu ilikuwa imekwama. Zaidi alisema kwamba kama mlinzi rasmi wa mbunge huyo, alikuwa amemshauri apeleke silaha hiyo itengenezwe kabla ya kisa hicho cha Ijumaa tarehe 17 kufanyika. Kwa sababu hii, Otieno alieleza mahakama kwamba haingewezekana kwa Babu kufyatua risasi na bunduki hiyo wakati ikiwa na tatizo hilo. Zaidi, Edwin Otieno akadai kwamba alipoondoka kwa klabu hiyo saa 11 asubuhi na kumwacha Babu nyuma, alimpa mlinzi mwingine wa hapo anayeitwa Charles Otieno silaha ya mbunge huyo ili ampe wakati akitoka. Kufikia Jumatano ya tarehe 30 Agosti 2023, hakimu mkuu Bernard Ochoi wa mahakama ya Milimani Nairobi akatoa uamuzi kumuondolea Babu Owino mashtaka yote. Uamuzi wake ulimpata Babu Owino bila makosa, akisema upande wa mashtaka haukuleta ushahidi wa kutosha kuonyesha wazi kuwa Babu Owino alimfiatulia risasi DJ Evolve akinuia kumuua. Isitoshe, hakimu huyo mkuu akatilia shaka uwezo wa maafisa waliohusika kukusanya ushahidi, akitaja ushahidi wa video ya CCTV kuwa wa kinyonge. Zaidi, hakimu huyo alisema kuwa ijapokuwa video ilionyesha Babu Owino akimnyoshea DJ Evolve kitu fulani, kile alichomnyoshea hakionekani wazi kuwa bastola kama upande wa mashtaka ulivyosema. Yote tisa, uamuzi wa mwadhiriwa DJ Evolve kuondoa kesi aliyowasilisha dhidi ya Babu Owino ulimuokoa mbunge huyo, ijapokuwa ulikuwa kwa gharama ya juu. Hatimaye, Babu Owino alitaja milioni 58 kama kiwango cha pesa alizotumia katika matibabu na matumizi mengine ya familia ya DJ Evolve, kitu ambacho kilichangia vikubwa familia hiyo kumsamehe na kuondoa kesi yao. Wakati haya yote yakiendelea, nafasi ya Babu Owino ndani ya ODM na hata bungeni ikazidi kupanda kila uchao, na kufikia mwisho wa 2023 alikuwa mbunge mwenye rekodi bora zaidi ya maendeleo jijini Nairobi. Wakati huo huo, Babu Owino alianza kuweka wazi nia yake ya kuwania ugavana wa Nairobi ifikapo uchaguzi mkuu wa 2027.
Wakati maandamano ya vijana wa Gen Z Jumanne ya tarehe 25 yalifanyika, Babu Owino alionekana akikwea ukuta wa chuma wa majengo ya bunge na kujiunga upande mwingine na vijana hao, wakati wabunge wenzake wakikimbilia usalama wao kwa kuhofia kushambuliwa. Wakati Raila Odinga alifanya maridhiano na Rais William Ruto na ODM kupewa nafasi za mawaziri serikalini, Babu Owino alikosa kwa orodha hiyo. Isitoshe, baada ya viongozi hao wa juu wa chama cha ODM kama Joho na Oparanya kuteuliwa mawaziri wa Rais Ruto, Babu Owino bado alikosa cheo chochote katika uongozi mpya wa ODM uliotangazwa na Raila. Baada ya hapo, Babu Owino amesalia na msimamo wa upinzani, wakati wenzake ndani ya ODM wakionekana kugura upinzani na kuingia serikalini. Kufikia mwezi Julai 2024, Babu Owino tayari alikuwa ameanza kutengeneza mrengo mpya wa kisiasa ndani ya bunge na nje ya ODM. Kwa kutumia mrengo mpya uliojiita Team Ground, Babu na mbunge wa Mlima Kenya Gathoni wa Mushomba wakajiweka kama sura mpya ya upinzani ndani ya serikali. Kufikia hapa, itasalia kuonekana tu iwapo Babu Owino atatumia chama cha ODM kuwania ugavana Nairobi mwaka wa 2027 au la, na iwapo ndoto yake ya siku moja kuwa rais wa Kenya itakuja kutimia. Wazee tibim, wamama hai, warembo